Mheshimiwa mbunge January Makamba, mbunge wa Mlalo, mbunge wa Lushoto mjini, na dada yangu Umi Mwalimu, na wabunge wengine inawezekana wako hapa hawakuonekanwa, na viongozi wote kwa ujumla, mashekhe, ulama, naibu al-mudir Sheikh Ramadhan Mabruki, walimu, wanafunzi, wageni waalikwa, wapenzi wa madrasa Shamsia na wapenzi wa Sheikh Muhammad Ayub al-Allama al-Nihrir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nishukuru fursa kwa sababu leo tunataka mwakilishi wa rais tuone ametuandalia nini. Mimi nizungumze machache tu. Moja, nisisitize amani na utulivu. Kama kuna mwaka yatakiwa kuzungumza amani, utulivu, mshikamano, umoja, upendo, hakuna kama mwaka huu. Kwa sababu ndani ya mwaka huu tunaendea kwenye uchaguzi mkuu. Hata sisi watu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA tulikuwa na uchaguzi na tulishautangaza, lakini tumepata fikra ya kusitisha kwanza kwa ajili ya kupitisha uchaguzi mkuu huu wa taifa. Hivyo nasaha yangu kwenu, kwa Waislamu wote, bali kwa Watanzania wote, simameni na shiari yetu ya kushikamana na amani, utulivu na kujenga mapenzi baina yetu, na kutoruhusu fawda. Tusikubali fawda. Fawda maana tusikubali vurugu zinazoweza kuja kwa namna yoyote ile miongoni mwa namna. Ukiwa kuna muashirati mbalimbali ambazo zinaweza kutuletea vurugu, Waislamu sio watu wanaokubali hivi hivi. Uislamu haujamfanya mtu akubali jambo tu hivi hivi, yaani akiambiwa jambo na kurupuka. Uislamu hauko hivyo. Na Uislamu ni dini inafundisha ulimwengu kwa ujumla. Mafunzo yake yanawafaa walio Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo kuna haja ya kulishika sana hili katika mwaka huu. Huo ndio wasia yangu mkubwa. Najua kwamba watu wote wanafahamu, lakini nawakumbusha. Na kuwakumbusha ndio kazi yetu na ndio wajibu wetu. Nyingine, tuko hapa leo katika chuo kikubwa kama hiki ambacho kazi yake imefanywa na mwenyewe al-Allama al-Nihrir wal-Hibr al-Fahama Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub rahimahullah. Hayo yote unayoona watu kuwa ni wengi kiasi hiki, na kuna na wengi zaidi kuliko sisi ambao tumepata nafasi ya kuja, walikuwa wanataka kuja kwa sababu ya kuja kumwenzi mwenyewe Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub juu ya jambo lake ambalo ilikuwa kama kuona ugomvi unaanzia hapo, jambo hili la kuadhimisha mambo ya elimu. Utuvu wa kiasi gani ameweza kujenga Sheikh, amani ya kiasi gani ameweza kuijenga Sheikh, mapenzi ya kiasi gani ameweza kujenga Sheikh, mshikamano na umoja wa kiasi gani ambao ameweza kujenga Sheikh. Huo ndio uslubu inatakiwa sisi tufuate.
Wa ala hadha al-itar, inatakikana kila mwanafunzi, kila mwenye nisba yoyote ile inayohusiana na hapa afate mwenendo wa mwenyewe. Sheikh amesimama, Sheikh Rajab hapa akazungumza maneno mazuri yamenifurahisha sana. Yote haya yanalenga kujenga umoja na mshikamano na kujenga utuvu ambao umejengwa na wazee wetu ambao walikuwa hawakubali jambo lolote la kipuuzi linaloweza kulitwa na mtu yoyote, awe mwanafunzi, awe shekhe, awe nani. Hawakubali, walikuwa wanaangalia lipi lenye maslaha kwa ajili ya Waislamu, kwa ajili ya nchi. Wamefanya kazi hiyo. Kazi iende bure, ni lazima na sisi tufuate nyayo zao. Mwenyezi Mungu amghufirie shekhe wetu na amrehemu yeye na mashekhe zake na wazazi wake na wanafunzi wake waliotangulia bila haki na Waislamu wote kwa ujumla. Nyingine, tunawashukuru vile vile mudiri Sheikh Muhammad Khatib Kigoda pamoja na naibu mudiri Sheikh Ramadhani Mabruki kwa kazi walioifanya ya maonyesho ambayo ya leo ni maonyesho mazuri ya ajabu yaliyochukua muda mfupi tu, kisha akamalizia na jambo lilokuwa muhimu la kuelekeza watu juu ya mafuhumu ya wanaposomesha mashekhe, watu wawe wanasikiliza zaidi, wasichukulie kitu juu juu tu. Ndio maana kuna kujua na kuna kufahamu. Ni sharti mtu ajue na awe anafahamu. Sasa leo pamezungumzwa juu ya mada ya mwisho, juu ya kufahamu mwanamke kuongoza na kutokufaa, na tumeisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Nadhani tumeelewa zaidi, na waliozungumza nyuma hawakukosea, isipokuwa watu walikuwa hawajajua sharti ya hii hadithi ikoje, walikuwa hawajaelewa. Lakini Ash-Shamsiyya kwa kazi yake miaka 70 sasa hivi au 68 mwaka 68 na inafanya kazi hii tu ya kudadavua ilmu, kutomboa ilmu, atabakkuru fil ulum, ndio kazi inayofanywa hapa. Nimeona hiyo ndio utata izungumze jambo hili kwamba halina matatizo yote. Ukiyakoti maneno ya Sheikh Rajab, asipigeni kura kusiwe na wasiwasi, na mimi ndio nasema pia tupigeni kura, hakuna wasiwasi. Wanawazuoni wametuambia maneno yako mengi tu hapa, pia kama ulivyomsikia msemaji ameacha mengi, lau wangetaka kuyazungumza la asfara sabahu, lakini bado maneno yangekuwa hajamalizika. Kuna maneno mengi na vitabu vingi wanazuoni wamezungumza, kama ile An-Nujumu Zahira fi Muluki Misr wal Qahira. Takuta maneno yako wazi ya Imam Ghazali Kanani, hoja zimezungumzwa hapo. Kwa hiyo tupigeni kura bila ya wasiwasi wa kuona mimi ninapata dhambi nini kama itakuwa nampigia asiyekuwa mwanaume, itakuwa napata dhambi nini. Shamsia imetuondoshia matatizo kwamba hili jambo linafaa na halina wasiwasi, ni jambo la kielimu na hujja na adilla zipo, lakini muda pia hautoshi. Ilikuwa labda maonyesho yenyewe yangeanza na jambo hilo tu mpaka likafikia kipindi hiki, halafu ndio angalau robo ya maelezo yangeweza kueleweka. Tujiandae tu na kupiga kura wakati utakapofika, na sababu zilizoshaelezwa. Ikiwa mwanamke ana uwezo, ana akili timamu, ana ilmu, ana hikma, anafaa na watu wamemridhia, hiyo halina wasiwasi. Mwanamke huyo wa kiongozi hana wasiwasi. Na mimi nitaka kutia msisitizo juu ya swala hili, na ndio maana nikasema
watu wanapokuwa katika kusoma wanatakiwa wa concentrate katika jambo la ilmu. Ukikaa katika majambo ya ilmu, inatakiwa akili yako iwe makini katika mambo ya ilmu, na ukisikia jambo uwe makini katika ile jambo, sio kalichukua. Sasa yule mtu aliyepita akamkuta shekhi anafundisha akasema la yasihu al-ihram bil hajj, kisha akachukua neno hilo hilo tu akaenda zake. Yule shekhi anasema hakusihi kuhirimia hija bwana, akatangaza ikawa kishindo, ikawa kumbe mbele kuna neno illa fi ashhuri, ila katika miezi yake. Lazima watu makini katika kuelewa mambo. Hivi ndio vibwanga vya kule Bakwata, Dar es Salaam. Kwa hiyo utata umeondoka kuanzia leo, tumeondolewa na Shamsia. Tuendelee kujiandaa tunapopiga kura kwa utufu, kwa umakini, kwa mapenzi, kwa mshikamano, kwa mahaba, bila wasiwasi. Mwisho nizungumze neno moja hapa Shamsia. Tuna tabu ambazo Mheshimiwa Katibu Sheikh Muhammad Abdo amezungumza, na haya ndio matatizo yaliyo katika madaris. Tuna tatizo hapa la mabweni ambalo Uislamu hauwezi ukajengwa na watu wengine isipokuwa Uislamu wenyewe. Uislamu haujengwi na watu wengine, wanajenga Waislamu wale wale. Ndio maana siku hizi ndio tumekuwa wavivu zaidi katika kufanya mambo ya khair. Nyakfu siku hizi hakuna. Ni lini mmepita kusikia nyinyi huu mwaka karibu wa 10 wa 20 kuna mtu katoa wakfu nyumba yake nani? Hakuna. Lakini zile nyakfu zile za wazee ndio zilizoko mpaka leo, lakini haziongezeki. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawaoni kama ni ibada kule kutoa zaka. Hii nguzo iko wapi sasa? Na karibia kufa zaka, watu wamesema we mpaka hakuna anashughulika na mambo ya zaka. Na ndio uchumi wa Kiislamu unapatikana katika zaka, katika wakfu, lakini hakuna anashughulika na mambo kama haya. Na tabarruati mbalimbali ndio zinazojenga madarisi na nini, na wale ambao walikuwa na moyo wa kutoa wanaendelea kufa, wanamalizika. Na hii min alamati saa iqramu al-akabir wal ulama was-sulaha wa ahli al-khair. Ndio sasa kila ambaye ana uwezo wa kutoa anyoshe mkono kwa ajili ya kutoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwakilishi wa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais Waziri Ulega, nichukue fursa hii kueleza kwamba sisi sote hapa tunaweza tukachangia. Kwanza sisi sote, maneno mimi nayatafasiri maneno ya Katibu kwamba mwenye senti 5 atoe, mwenye sunni atoe, lakini hizo hela hazipo sasa hivi. Mwenye shilingi 100 atoe, mwenye shilingi 200 atoe, mwenye shilingi 10,000 atoe, chochote kile, ili baraka iweze kupatikana. Na mimi sina shaka kwamba kwa namna ulivyo utafanya jambo moja kubwa sana leo. Ile balaghi ya khair nayaona utafanya jambo kubwa sana hapa leo. Kwa hiyo naomba Waislamu tutoe. Mimi nitaanza kidogo, nitatoa dola 1000 hapa. Dola 1000 itakuwa ni sawa na sana shilingi ngapi sasa hivi ndio rate ya leo? 7 milioni 2.7. Natoa hapa mimi leo, naanza mimi. Walillahi alhamd.
Sasa kila unasikia sana. Sasa hapa atasimama ili Bosnia. Bosnia. Mbunge wa sasa kazi hii iweke Bosnia. Hii atafanya mheshimiwa waziri nitakapomsimamisha. Ndio maana nimeweka tarehe kumudiri. Kwanza unazikusanya. Zikishakuwa zimekusanywa kwa wingi unazipeleka kwa ujumla. Simsumbue mzee. Eleka sasa mheshimiwa umefika wakati wa uzungumze na hadhara hii, na Mwenyezi Mungu akupe kheri na taufiki uweze kutufikishia kile ambacho umetumwa na mheshimiwa rais. Tafadhali.